Si tu kwamba hilo daraja ni muhimu kwa ajili ya wananchi na wanaolima korosho, lakini pia ni daraja muhimu sana kwa shughuli za ulinzi, kwa sababu ndio barabara ambayo tunasema barabara ya ulinzi kwa mikoa ya Mtwara na Ruvuma. Kwa hiyo tutahakikisha Mheshimiwa Mbunge, baada ya mvua kukatika, wakandarasi hao watarudi site ili kulikamilisha hilo daraja. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nikuona Mheshimiwa Halima Mdee. Katika mwaka wa fedha 24-25 Bunge lilielekeza mfuko wa barabara kukusanya kutokana na tozo ya mafuta shilingi bilioni 850. Mpaka Februari mwaka huu zimekusanywa bilioni 819. Mpaka sasa hivi TANROADS wamepewa bilioni 123 tu. Lakini vile vile mnadaiwa na wakandarasi trilioni 1.3. Sasa kwa nini unawalipa Bunge majibu ambayo najua hayatekelezeki kwa sababu hamna pesa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Halima Mdee Mbunge kama ifuatavyo. Moja ni kwamba nimuombe ili apate maelezo ya kina, nitamuomba afanye mambo mawili. Ama atuletee swali lake la msingi ambalo litalingana na swali na tumpe maelezo sahihi, ama tuweze kuonana baada ya hapa, kwa sababu swala la msingi hapa Mheshimiwa Mwenyekiti ni kujenga mitaro kwenye barabara. Kwa hiyo hii swali nadhani tumuombe atuletee swali la msingi tumjibu vizuri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, na amesema sawa, lina takwimu hilo swali. Kwa hiyo kwa vile lina takwimu, nadhani ni vizuri ukalileta kama swali liweze kujibiwa. Mheshimiwa Shamsia. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipatia nafasi ili nami niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Ni lini serikali itafanya ukarabati mkubwa barabara yetu ya kusini ya Somanga Kibiti Lindi kutokana na uharibifu mkubwa uliopo hivi sasa? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii ni barabara kuu ambayo inaenda mikoa ya kusini. Nataka nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba kwa sasa ukienda, kazi iliyokuwa inafanyika ni kujenga maeneo yote yaliyokuwa yameharibika na hasa ya madaraja. Na tunachoongea sasa hivi ukienda utaona tayari tunasema tumeshakamilisha kazi ya chini na vyuma vimeanza kusimama. Maeneo yote yalikuwa yamechoka, sasa hivi madaraja yale yanajengwa. Lakini tuna mpango wa kuhakikisha kwamba tunakarabati maeneo yote yalikuwa yameharibika ambayo yalikuwa hayapitiki. Kwa hiyo mpango upo na tumekuwa tunaelezea mara kwa mara wakati tunatafuta fedha, chanzo kikubwa na ambacho kitakuwa cha uhakika kuikarabati barabara yote ya kusini. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Hakuna swali lingine liko pale. Nimuite sasa Mheshimiwa Steven Biabato, mbunge wa Bukoba mjini, na aweze kuuliza swali lake. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa naomba swali namba 557 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia bodi ya usajili wa makandarasi yani CRB huwatambua makandarasi wanaofanya kazi nzuri kwa kuwapatia tuzo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na tuzo za ukuaji haraka kwa wale wanaoonyesha ukuaji mzuri tangu usajili, tuzo kwa wakandarasi wanaozingatia usalama kazini, na tuzo kwa ajili ya kampuni zinazomilikiwa na wanawake zenye mafanikio katika miradi. Aidha, mkandarasi anapokamilisha kazi aliyopewa na kufanya kazi vizuri kulingana na mkataba, mwajiri hutoa hati maalum ya kukamilisha kazi, yani final completion certificate, ambayo hutambua kuwa kakamilisha kazi yake vizuri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Steven Biabato, maswali ya nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali, lakini ninalo swali moja la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, Bukoba mjini tulipata